Sir Gilbert ni mwalimu wa neno la Mungu kwa zaidi ya miaka 18. Pia ni mkufunzi wa vyuo vya Biblia na ni mwangalizi wa section ya Ukonga. Vile vile ni mwalimu mbobevu wa masomo ya uongozi na uamsho. Wahudumu makongamano ya jimbo, section na kanisa la mahali pamoja, na watu wengi wanavutiwa sana na namna Mungu anavyomtumia kwa namna ya kipekee kwa mafundisho na nguvu za Mungu za uponyaji, ishara na miujiza. Karibu katika somo la leo. Mungu awabariki sana. Darasa letu leo ni sehemu ya pili ya darasa kulifuata neno la Mungu. Kulifuata neno la Mungu, na andiko letu la msingi ambalo tunalitumia ni Zaburi 119 mstari wa 9. Zaburi 119 mstari wa 9. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii, akilifuata neno lako. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii, akilifuata neno lako. Hilo ndilo andiko ambalo tunalolitumia kwenye darasa letu. Na mara ya mwisho katika darasa letu, sentensi yetu ilikuwa kumfuata Yesu Kristo ni kulifuata neno la Mungu. Kumfuata Yesu Kristo ni kulifuata neno la Mungu. Jibu hilo lilitokana na swali ambalo tulikuwa tumejiuliza katika somo letu kwamba nyakati hizi tulizonazo, Yesu Kristo hayuko hapa duniani katika mwili, amekwisha paa kwenda mbinguni kwa Baba. Basi sasa tunamfuata namna gani Yesu Kristo wakati hatumuoni kwa macho? Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliona katika Marko 10:28 na tuliona katika Yohana 12:26 walimfuata Yesu, waliacha vyote wakamfuata Yesu kwa sababu walikuwa wanamuona kwa macho. Leo tunaposema tuache vyote tumfuate Yesu, wakati Yesu Kristo mwenyewe haonekani kwa macho, tunaweza kumfuata namna gani mtu ambaye hatumuoni? Jamani, haleluya. Jibu la swali hilo
ndilo msingi sasa wa somo letu katika kanisa. Tuliona Biblia inatoa jina jingine la Yesu Kristo, na jina lenyewe anaitwa neno la Mungu. Yohana 1:1, Ufunuo 19 mstari wa 13, Yohana 14 mstari wa 6. Yesu Kristo anasema yeye ndiye njia na kweli na uzima. Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Lakini pia neno la Mungu linaitwa majina hayo hayo ambayo Yesu Kristo anajitambulisha nayo. Tumeona Yesu Kristo anajitambulisha kuwa yeye ni nani? Njia, kweli na uzima. Neno la Mungu pia na lenyewe linaitwa majina hayo hayo. Tuliona neno la Mungu pia linaitwa uzima. Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Tuliona neno la Mungu pia linaitwa kweli. Yohana sura ya 17 mstari wa 17. Lakini pia tuliona neno la Mungu linaitwa pia njia. Matendo sura ya 19 mstari wa 9 na Mithali sura ya 6 mstari wa 23. Katika maandiko haya tunaona kwamba Yesu Kristo ni neno la Mungu. Jamani, haleluya. Ndipo tukaja katika hitimisho la sentensi hii kwamba sisi leo namna yetu ya kumfuata Yesu Kristo ni kulifuata neno la Mungu, kwa sababu neno ni uzima, neno ni kweli, neno ni njia. Na hii ndiyo maana pekee ya kuisafisha njia yetu ya kwenda mbinguni, kwa kulitii na kulifuata neno la Mungu. Kwa kulitii na kulifuata neno la Mungu. Tuliona katika Ukristo hatupaswi kuongozwa na mila na mapokeo ya wazee na desturi za mataifa au mazoea
ya tangu utotoni. Katika Ukristo hatupaswi kuongozwa na mila na mapokeo ya wazee. Mtu hawezi kusema hii ndiyo mila yetu, haya ndiyo mapokeo yetu, na hasa mapokeo hayo na mila hizo haziendani na neno la Mungu, ama mapokeo hayo na mila hizo zinakatazwa na neno la Mungu. Mkristo hapaswi kuzifuata mila hizo au mapokeo hayo, wala mazoea ya tangu utotoni. Sisi kama Wakristo inatubidi katika kila jambo tuongozwe na neno la Mungu na kulifuata. Sisi kama Wakristo katika kila jambo inatupasa kuongozwa na neno la Mungu na kulifuata. Katika kila hali, jambo la kwanza la kujiuliza kama wewe ni Mkristo, neno la Mungu linasemaje kwenye hali hii, kwenye mazingira haya? Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linanitaka mimi kufanya nini? Sio watu wanasemaje, sio watu watanionaje, sio watu watanifikiriaje. Hapana, neno la Mungu linanitaka mimi kufanya nini kwenye mazingira kama haya, kwa sababu wewe ni Mkristo. Amen. Neno la Mungu linakutaka kusema kweli, sema kweli. Sema kweli. Neno la Mungu linakataza uongo, acha uongo. Acha. Neno la Mungu linakataza hila, acha hila. Wewe ya kwako ni kweli, hata kama itakugharimu kiasi gani. Kweli utaisema mara moja tu, lakini uongo utausema tena na tena na tena na tena. Na unajua, profesa wetu mmoja aliwahi kutuambia sentensi ifuatayo. Alisema uongo huwa anazunguka dunia mara mbili kwa kasi, wakati ukweli anavaa viatu. Umewahi kusikia kitu kama hicho? Ukisikia leo mtu atafanya uongo kwa wingi, wakati ukweli anafanya nini? Anavaa viatu. Na ukweli akishamaliza kuvaa viatu, uongo hauwezi kusimama tena. Jamani, haleluya. Hali hiyo ndio ilivyo. Kwa ni bora kusema kitu kweli. Unaweza kusema ukadanganya watu, sawa. Ukweli anavaa nini? Kuna siku atamaliza kuvaa viatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio siku ambayo rafiki yangu mmoja alikuwa anapenda kusema utaomba ardhi ipasuke ili ufanye nini? Watu wote watakuwa wanajua wewe ni mtu muovu. Jamani, haleluya. Kwa lazima sisi kama Wakristo tujifunze kulitii neno la Mungu na kulifuata. Yaani hiki ndio kipaumbele chetu. Amen.
Tumeona Zaburi 119 mstari wa 9 ndio andiko letu tunaenda nalo. Nyayo zetu lazima zishikamane na njia au nyayo za Yesu Kristo kwa neno lake. Nyayo zetu lazima zishikamane na njia au nyayo za Yesu Kristo katika neno lake au kwa neno lake. Tunapita mule ambamo amepita Yesu Kristo. Tunafanya yale ambayo anafanya Yesu Kristo. Hatufanyi yale ambayo Yesu Kristo hakufanya. Hiyo ndio nyayo zetu zinapita kwenye nyayo za Yesu Kristo. Na hii ndiyo njia ya kujiepusha na njia pana ya wale mataifa wenye jeuri. Hii ndiyo njia ya kujiepusha na wale mataifa wenye jeuri. Sisi tunafuata nyayo za Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio kielelezo chetu cha maisha. Yesu Kristo ndio kielelezo chetu cha Ukristo. Neno la Mungu ndio kielelezo chetu cha yote tunayotaka kuyafanya katika maisha ya Kikristo. Zaburi 17 mstari wa 4 hadi mstari wa 5. Maandiko yanasema hivi, Zaburi 17 mstari wa 4 hadi wa 5. Mintarafu matendo ya wanadamu, kwa neno la midomo yako nimejiepusha na njia za wenye jeuri. Mintarafu ni nini? Mintarafu ni Kiswahili cha zamani kinachomaanisha kuhusu. Au kwa Kiingereza concerning. Kuhusu midomo ya wanadamu, kwa neno la midomo yako nimejiepusha na njia za wenye nini? Wenye jeuri. Mstari wa 5. Nyayo zangu zimeshikamana na njia zako. Tuseme wote, nyayo zangu zimeshikamana na njia zako. Kwa nguvu zaidi. Sawa sawa kabisa. Hatua zangu hazikuondoshwa. Tena maana yake mimi kama Mkristo ninafanya
yale yote ambayo Yesu Kristo alikuwa anafanya. Na yale ambayo Yesu Kristo alikuwa hafanyi, mimi hayo pia sifanyi. Yale ambayo neno la Mungu linanitaka mimi kuyafanya, hayo mimi nitayafanya. Yale ambayo neno la Mungu linanikataza kuyafanya, hayo siwezi kuyafanya. Umeelewa? Badala ya kusema watumishi wa Mungu wa siku hizi wote wanazini na wanaendelea tu kufanya kazi ya Mungu, lakini neno la Mungu wewe linakutaka ufanye nini? Full stop. Na hii ndio tabia njema ya Ukristo, ni kuweka standardi zako sawa sawa na neno la Mungu, bila kujali nani anafanya nini. Umeelewa? Namfahamu mtumishi wa Mungu mkubwa analewa pombe na Mungu anamtumia. Neno la Mungu linasemaje? Wewe unatakiwa kuliangalia neno la nani? La Mungu, na kulizingatia. Mimi hata mtumishi wa Mungu akiwa mzuri kiasi gani, akishafanya yaliyo kinyume na neno la Mungu, na achana naye. Na hata kama nilikuwa na mahubiri yake na yapenda, nafuta. Kwa sababu wako watu wanamfuata Bwana kwa kila neno. Na kuagiza wewe mshirika wa kanisa hili, mfuate Mungu kwa kila neno. Usifate maneno ya watu. Watu wengine sio watu. Unaona wana mwili lakini sio watu. Unaona wapo lakini hujui wametoka wapi na hujui wanaishia wapi. Kwani hamjamsoma Melkizedeki? Biblia inatumia Kiswahili gani? Hana mwanzo wala hana ni. Kuna watu wanakuwa namna hiyo, hujui katokea wapi wala hujui ataishiaje. Ni from nowhere tu yupo. Wewe huwezi kuweka standard ya maisha yako kwa mtu. Watu hawaaminiki. Anaweza kutumiwa na Mungu leo, baadaye akabadilika akawa mganga. Namfahamu mtumishi wa Mungu mmoja, alitumiwa na Mungu kwa namna ya kipekee. Katika darasa la Roho Mtakatifu alitumiwa na Mungu kwa namna ya kutisha sana mtumishi huyo wa Mungu. Lakini leo anaagua watu. Unaweza kuwaza kutoka kuwa mtumishi wa Mungu mpaka kuwa mtumishi wa shetani. Na watu wengi wakasema kama huyu mtumishi wa Mungu ameshindwa, basi kuokoka itakuwa vigumu kama yeye kashindwa. Standard sio ya mtu. Standard ya wokovu sio ya mtumishi wa Mungu. Standard ya wokovu ni ya neno la Mungu na Yesu Kristo peke yake. Ndio maana maandiko yanasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Maandiko yanatueleza neno la Mungu halitapita. Mambo yote yatapita, lakini neno la Mungu litafanyaje? Hapo ndio mahali pa kujenga Ukristo wako. Umeelewa? Umeelewa? Hata humu kanisani humu
Wako watu wanakuja humu kanisani lakini hawana kabisa moyo wa Kikristo, ila wanakuja, ila wanasali. Usiwaangalie watu wa namna hiyo. Umenipata? Umeelewa sije? Usiwaangalie. Wewe muangalie nani? Wewe una vitu viwili tu vya kuangalia. Nani? Cha kwanza nani? Yesu Kristo. Anasema mimi nimeshinda ulimwengu. Unatakiwa kumwangalia aliyeushinda ulimwengu na mambo yake. Umeelewa? Standard ya pili, neno la nani? Simple. Una haja ya kuhangaika. Mbona fulani tunasali naye analewa, mbona fulani tunasali naye anatukana, mbona fulani tunasali naye anakula miti shamba. Yesu pia alikuwa nao. Wanaisha hao. Katika watu 12 wa Yesu Kristo alikuwepo Yuda. Hakuwepo Yuda? Mkiwa na washirika 100, Yuda ni wangapi? Katika watu 12 Yuda mmoja. Watu 100 Yuda wangapi? Fanya hesabu. Tumemuona ni kiongozi wa kanisa lakini anafanya mambo ya aibu. Kama ni hivyo hatuwezi kuendelea na kanisa. Hukuokolewa na kiongozi wa kanisa. Ndio. Hukuokolewa naye. Na kwa sababu hiyo hawezi kuwa standard yako. Utakosea. Mtu mmoja ananiambia, namuona kabisa ni kiongozi wa kanisa lako, mimi nafikiri unaunga mkono anayoyafanya. Mimi siwezi kuunga mkono uovu, lakini mimi siwezi kukuchunga wewe katika kila unalolifanya. Mimi nakuwa na wewe kila mahali, ila ni wajibu wako wewe kuweka viwango vyako kwa neno la Mungu. Umeelewana sio? Yaani hiyo ni standard muhimu. Utakuja umevunjika tu moyo bure, Jovita anaimba na kwaya, kumbe anafanya hivi na hivi. Wewe fanya viwango vyako. Wewe fuata viwango vyako. Jamani, amina. Kungekuwa hamna viwango, ndo tunaangalia watu, ni rahisi kulalamika. Sasa watu wenyewe tunaoangalia ndio hawa. Lakini Mungu hataki tuangalie watu. Mungu anataka tumwangalie Yesu. Ndio maana Yesu aliinuliwa msalabani ili watu wamwangalie Yesu. Mmenielewa? Kanisa moja nimeenda, mtu anaimba kwaya anavuta sigara. Na anaimba kwaya ya sauti ya 4 ila anavuta sigara. Na mchungaji hajui. Kwani mnafikiri tutajua kila kitu kuhusu nyinyi? Kwani sisi hatuna maisha yetu ya kuishi? Watu wanasahau kwamba wachungaji wana maisha yao pia kuishi. Nitakuwa nataka nijue kila kitu kuhusu wewe, itawezekana saa ngapi? Sasa ni kazi yangu mimi kujua kila kitu kuhusu wewe? No. Kazi yangu ni kukuonyesha na kukufundisha yaliyo kweli. Kazi yako ni kushika mafundisho na kuyaweka kwenye vitendo. Unafanya usanii kanisani, hiyo sio hasara yangu. Kuna siku inakuja mimi na wewe tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Kila mtu atatoa hesabu ya mambo yake. Iko namna hiyo. Kwa nini unaangalia watu? Kwa nini? Kwa nini unajilinganisha na watu?
Wako wanaojilinganisha nao saa nyingine kanisani ni wachanga, wanahitaji kupata maarifa zaidi ya Ukristo, na wewe hujui kama ni mchanga. Jamani, mnanielewa? Hata humu kanisani nawaambia tena, tunao Wakristo wabovu wako humu, wanafanya mambo mabovu wako, lakini ni kazi yetu sasa kufuatilia mabovu wanayofanya? No. Ni kazi ya Mungu kuwatengeneza. Akiona hawatengenezeki, atawaweka wazi, ndipo kanisa litachukua hatua. Simple. Lakini lazima wewe ung'ang'ane na vipimo vya neno la Mungu peke yake. Hii dunia imechanganyikiwa. Watu wanaokaa kwenye hii dunia wamechanganyikiwa jamani. Wengi wamechanganyikiwa. Wewe sikiliza injili zinazohubiriwa mitandaoni, yani inaonyesha watu wamechanganyikiwa. Mhubiri anasema inabidi utoe kafara ya mnyama wa miguu minne, eti naye ni mchungaji. Kwani hamjui hayo? Hamjui? Mungu alishayajua hayo zamani. Ndio maana akaweka msingi mapema. Unanipenda, unaniangalia mimi. Unanipenda, unalifuata neno langu. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Ni kwa kutii na kulifuata neno lako. Sisi hapa kanisani usimjali mtu yoyote. Na watu wengine Ukristo haujawaingia, wanakuwa sehemu ya kanisa kwa sababu wanazojua wao wenyewe. Wewe uwe sehemu ya kanisa kwa sababu ya neno la Mungu, kwa sababu ya Yesu Kristo. Tumeelewana hapo? Ndio naona maandiko katika Zaburi yanasemaje? Nyayo zangu zimeshikamana na njia zako. Hiyo ndio standard. Nani kafanya nini? Shauri yake ni maisha yake. Anao muda wake wa kuishi anavyopenda, lakini asisahau anao muda wake pia wa kutoa hesabu wa yale anayoyafanya. Simple. Ila mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Watu wanavuruga sana maisha ya Ukristo. Wanavuruga mno. Uongo. Angalia neno. Mwangalie Yesu. Tunacho kielelezo Yesu. Mwambie jirani yako, tunacho kielelezo ni Yesu. Mwambie tena. Mwambie hata kama tumekaa majirani, mimi siyafuati mambo yako. Mimi ninacho kielelezo ni Yesu Kristo na neno la Mungu. Nyayo zangu zimeshikamana na njia zako. Hatua zangu hazikuondoshwa. Hatua zangu hazikufanya nini? Hatua zako hazitaondoshwa kama unashikamana na Yesu Kristo. Unaachana na watu waliochanganyikiwa. Andiko anasemaje? Neno la Mungu ni taa
na nuru au mwanga wa njia yetu. Zaburi 119 mstari wa 105. Zaburi 119 mstari wa 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Umeona neno lako ni taa ya nini jamani? Ya miguu yangu na nini? Na mwanga wa njia yangu. Tuliangalie neno la Mungu. Zaburi 119 mstari wa 130. Maandiko yanasema, kufafanusha maneno yako kuatia nini? Nuru. Umeona maandiko mazuri haya? Kufafanusha maneno yako kuatia nuru na kumfahamisha nani? Mjinga. Tunafafanusha maneno ya Mungu ili watu wapate nuru. Ili mjinga apate kufahamu. Zaburi 19 mstari wa 8. Zaburi 19:8, maandiko yanasema hivi: maagizo ya Bwana ni ya adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho yangu kitu gani? Nuru. Maneno matamu ya Mungu. Maagizo ya Bwana ni ya adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Maagizo ya Bwana yayatie macho yako nuru. Tukitaka kuhakikisha tunafika kwenye maskani ya Mungu, basi ni lazima tuongozwe na nuru na kweli ya Mungu, au neno la nani? La Mungu. Zaburi 43 mstari wa 3. Tukitaka kuhakikisha tunafika kwenye maskani ya Mungu, basi ni lazima tuongozwe na nuru na kweli ya Mungu, au neno la Mungu. Zaburi 43 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu uliye nguvu zangu, kwa nini umenitupa? Kwa nini ninakwenda nikihuzunika, adui wakinionea? Kwa kuwa wewe ni Mungu, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu uliye nguvu zangu, kwa nini umenitupa? Kwa nini ninakwenda nikihuzunika, adui wakinionea? Maswali ya maandiko haya, majibu yake, unapokwenda kinyume na maelekezo ya neno la Mungu, lazima utaonewa. Wako waviziaji watakuonea.
Wapo. Watakuonea tu. Kama unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, utaonewa tu. Wakati wote tunapopambana na jambo lolote kwenye maisha yetu, ni lazima tujiulize kwamba neno la Mungu linasema tufanye nini katika jambo hili au mazingira haya. Neno la Mungu linataka wewe ufanye nini katika mapambano hayo. Tukiliangalia neno la Mungu kama taa mahali penye giza, tutafanya vema. Neno la Mungu lazima tuliangalie kama taa mahali penye giza, tutafanya vema. Na nyota ya asubuhi, Yesu Kristo atazuka mioyoni mwetu. Kutakapopambazuka wakati wa kuja kwake Yesu Kristo kulinyakua kanisa lake, tuangalie neno la Mungu kama taa nyakati za nini? Za giza. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 19. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 19. Neno la Mungu linasema hivi: nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama nini? Kama taa ing'aayo mahali penye nini? Mahali penye giza. Mnafanya nini jamani? Mwafanya vyema. Mpaka kutafanya nini jamani? Mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka wapi? Mioyoni mwenu. Sisi tutaliangalia tu neno la Mungu mpaka kutakapopambazuka. Oh, sijui nani kafanya hivi. Oh, sijui nani kafanya hivi. Oh, watu wote wanafanya hivi. Sisi tutaliangalia neno la Mungu mpaka kutakapopambazuka. Oh, sijui imekuaje, sijui imefanyaje. Sisi wala hatujali hayo. Sisi tutaliangalia neno la Mungu, na tunajua kutapambazuka tu mapema, kwa sababu tunaliangalia neno la Mungu kama taa nyakati za giza. Mmesikia habari ya wahubiri wakubwa duniani wenye heshima, kumbe ni mashoga. Vipi kama unawaangalia kama taa? Haijazima yako. Neno la Mungu katika maisha yetu linabidi lipewe uzito kuliko chakula cha kimwili. Maana neno la Mungu ndilo chakula kishukacho kutoka mbinguni kwa ajili yetu. Neno la Mungu katika maisha yetu linabidi lipewe uzito kuliko chakula cha kimwili. Maana neno la Mungu ndilo chakula kishukacho kutoka mbinguni kwa ajili yetu. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari wa 3, Ayubu 23 mstari wa 12, Yeremia 15
mstari wa 16. Naweza kusoma maandiko machache. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari ule wa 3. Ayubu pia 23:12 ndio tutasoma hayo. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi. Kumbukumbu la Torati 8:3. Akatweza akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa nini jamani? Kwa mkate tu, bali huishi kwa lila nini? Kwa kila litokalo katika nini? Katika kinywa cha Bwana. Ni neno hilo linazungumzwa hapo, ni neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Ayubu 23 mstari wa 12. Ayubu yuko hapo tu karibu nyuma ya Zaburi. Ayubu jirani yake ni Zaburi. Ayubu 23 mstari wa 12. Penda maneno haya mimi sana. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake, nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu. Umeona maneno haya? Wewe Mkristo wa kanisa hili, hiyo ndio hazina yako. Unayatunza maneno ya Mungu zaidi ya riziki yako. Unajua siku hizi tu kwa sababu ya vurugu nyingi zimejitokeza, lakini zamani, kwenye Ukristo wa zamani ambao sisi tuliukuta, hata kwenye mazungumzo yetu tuliweza kuyakoti maandiko. Huo Ukristo wa zamani, mnapoongea na mwenzio unakoti na andiko. Hata Biblia inasema, Waebrania 13:12. Namna hiyo, umeelewa mazungumzo ya kizamani? Ilikuwa huwezi kusema kitu bila andiko. Ukisema kitu, swali la kwanza utaulizwa, una andiko la kusimamia? Ndio kilikuwa Kiswahili hicho. Una andiko la kusimamia? Yaani wewe kitu gani kinakusapoti useme hicho unachosema? Ukristo wa siku hizi unaongea tu, hata mtu aulizi una andiko la kusimamia? Kwanza hata Biblia mtu anakuwa hana. Sasa andiko atapata wapi? Muulize jirani yako, hivi wewe una andiko la kusimamia? Anasema analo. Haya ndio yalikuwa mazungumzo ya Ukristo wa zamani ambao sisi tumeukuta. Huu sio wa makanisani, huu wa shuleni. Mnasubiri wanafunzi watoke, alafu nyinyi muingie kusali, mnapiga ngoma. Na nyimbo zetu zilikuwa, wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa wana. Sio siku hizi, ala mbinguni, ala mbinguni. Kwanza hiyo nyimbo hapa kanisani msiimbe kabisa, upotofu huo. Wewe unaweza kupiga simu mbinguni? Ziko nyimbo za kuimba kwenye kanisa la mtumishi wa Mungu ambazo ni neno la Mungu. Wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa wana. Hebu imba hapo. Aliwapa uwezo, aliwapa uwezo, aliwapa uwezo,
aliwapa uwezo. Hiyo ni Yohana 1:12. Sasa yalo mbinguni sijui nini na nini, nataka gari. Gari sukanunue hapo. Tia makofi. Nyimbo gani ya? Tuko naimba neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno mambo yote yatapita, lakini neno mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Mbona nyimbo hizo zinalingana na hizi za kwenu hizi? Nyimbo haina mkia wala haina kichwa, nyimbo ya ajabu tu, mnatutoa tu jasho bila sababu. Mimi nyimbo kama hizo huwezi kunichezesha. Sijui kama tunaelewana hapa. Na wataka nyinyi mnaosali hapa mrudi kuliangalia neno, mwache kuangalia watu. Ndio wito wetu. Nyimbo nyinyi mnaoimba nyinyi mziangalie nyimbo. Mkianza wimbo angalieni Biblia inahusiana nini na hiyo nyimbo. Kama hiyo nyimbo haiko katika maandiko, tupa nje. Usiletee sisi kututoa katika neno la Mungu hapa na tuletea vurugu tu. Umeelewa sijui? Waimbaji hapa simpo hapa. Mnaimba nyimbo ambayo haina mkia wala mguu. Chochote unachofanya una andiko la kusimamia. Na hii ilitufanya tukawa sio watu wa kawaida. Na mizizi ni neno la Mungu lililo hai. Ndilo lililoniweka mpaka hapa. Na kutaka wewe ulishike neno. Hakuna mtu atakuonea, hakuna pepo atakuonea, hakuna giza litakuonea, hakuna mazingira yatakuonea. Neno lina mamlaka na vitu vyote lilivyovifanya, na haliwezi kushindwa neno. Tunalituma neno, neno linakuponya, neno linakutoa kwenye uharibifu wako, neno linatosha. Jamani, mmenipata hapo? Lazima turudi pale. Kwa sababu tunaona hii dunia hii imechanganyikiwa tayari. Sikieti mchungaji anasema nataka nitoe Bongo Flava na Diamond. Sasa kuna mchungaji hapa nataka nitoe korabo. Na ndio wachungaji sasa hivi wengi wa namna hiyo. Amwasiki? Tangulini, kuna urafiki gani kati ya giza na nuru? Ama kati ya Kaisari na Beliali? Kuna urafiki gani? Sikizi waimbaji wa nyimbo za Injili wa Kitanzania wamejichora chata, wana matatu kwenye shingo zao, kwenye mikono yao. Waimbaji hawachani nywele kama wamefufuka kutoka kaburini, minywele imetimka hivi, eti muimbaji wa nyimbo za Injili. Amuaoni? Nauliza, amuaoni? Hiyo ni nini hiyo? Sikuchanganyikiwa. Ukristo ni mgumu. Ukristo hautaki mchezo. Umewekewa misingi ambayo wewe huwezi kuing'oa. Huwezi. Imewekwa mara nyingi misingi iliyowekwa na baba zako, wewe huwezi kuing'oa. Na ndio maana neno la Mungu, watu wanajaribu, twende kisasa kidogo. Unajua neno la Mungu, unajua bwana, kuna vijana. No, hakuna ujinga kama
Neno Mungu aliliweka kabla wewe hujazaliwa. Anamtaka kijana, anamtaka mzee, wote kufuata nyayo hizo. Hakuna neno maalum la kijana, wote standard ni Biblia. Huiwezi kaa pembeni na ujana wako. Mmenielewa sijui? Kwani Mungu alikuwa hajui vijana watakuwepo? Anajua. Lakini standard ya Mungu ndiyo standard ya milele, ndiyo standard ya kweli, ndiyo standard ya uzima, ndiyo standard ya uponyaji. Mungu alikataa zinaa tangu zamani, anakataa hadi leo. Hata kama hiki kizazi ni cha zinaa, Mungu amekataa zinaa. Anajua madhara yatakayo kupata. Sio tu kwamba utaharibu maisha yako, lakini utaaibisha jamii yako. Mmesikia maneno ya Ayubu hayo? Mmeyasikia? Hebu yasomeni kama mnaelewa maneno hayo. Maneno ya Ayubu ninapenda sana, 23:12. Anasemaje? Kwa kufanya nini? Kwa kuiacha amri ya midomo yake. Unakumbuka tumetoka Kumbukumbu inaongelea midomo yake, sio? Kwenye midomo ya Mungu kuna nini? Kuna neno. Akuiacha amri ya neno lake. Alafu anasemaje Ayubu? Tunayatunza maneno ya kinywa cha Mungu kuliko ya riziki yako. Hiyo ndio standard. Na hiyo ndio itatufanya sisi tuwe watu wa tofauti. Hiyo. Jamani, mnanipata? Na kwa ajili hiyo tutakuwa safi na kuwa tayari wakati wote wa kunyakuliwa Yesu Kristo ajapo kulinyakua kanisa lake. Kwa sababu tunasafishwa na neno la Mungu kila siku, maana neno la Mungu hutusafisha. Yaani najua neno la Mungu katika Yohana 15:3. Yohana 15:3. Yohana 15:3. Biblia inasema hivi: ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililofanya nini? Nililowaambia. Lakini pia neno la Mungu linafanana na kioo. Yakobo sura ya 1 mstari wa 23. Yakobo sura ya 1 mstari wa 23. Uone neno la Mungu. Yaani kimsingi, yani unajua mtu anapokwenda katika kioo anaenda kuangalia anavyoonekana, si ndio maana yake? Gauni lake ama ni shati lake limekaa namna gani? Anaangalia nywele zake, si ndio? Labda anaangalia heleni zake. Wanawake wengi wanavaa heleni katika kioo. Katika kioo anaangalia heleni yake namna hiyo, anaangalia tundu katika sikio, anafanyaje? Wengi wananyonga shingo hivi kwenye kioo. Nimewaona wengi akiwemo na mke wangu. Na nyonga namna hii katika kioo hapo. Anapajika. Anaangalia nywele zake namna hiyo. Nani anamwambia hizi nywele zimesimama uzilazi? Kioo. Hilo banio litaanguka, uliweke vizuri. Nani anakuambia maneno hayo? Kioo.
neno la Mungu linafanya kazi ya kioo. Tunapojiangalia maisha yetu na kujilinganisha na neno la Mungu litakwambia hapa hapako sawa kwenye maisha yako. Rekebisha. Unaona nywele zimejikunja, kioo kinakwambia hizi nywele zimejikunja. Chana nywele zako, kioo kinakwambia. Neno litakwambia. Tuko hapo. Kwa kioo kienda macho, kioo kitakwambia macho yako hayo yana tongotongo, kanawe. Ama toa tongotongo katika macho, kioo kitakuonyesha. Si ndio? Ama umesahau kupaka mafuta, kioo kitafanya hiyo kazi ya kukuonyesha. Safisha macho hayo, toa tongotongo, paka mafuta sura yako. Kwa hiyo kioo kitakwambia, hata ukienda kukenua meno yako katika kioo, kenua meno yako pale, kioo kitakwambia haya meno yako yana matatizo, sio masafi. Piga mswaki meno yako. Na wewe unaenda kuangalia meno yako, kenua pale kwenye kioo chako. Utakuwa unaona kabisa meno haya. Kioo kingine kitakwambia haya meno yako yana matatizo, yanahitaji mkaa. Sio Colgate, mkaa. Uchukue mkaa na mswaki, utafune mkaa. Kuna meno yanataka mkaa. Colgate haitoboi, inadunda. Wangapi hapa mmewahi kutumia mkaa? Watanzania wengi mnaijua hiyo. Unatafuna mkaa, alafu ndio unafanya. Kioo kitakwambia haya meno haya Colgate hatoboi mtumishi. Meno yako haya tumia mkaa. Mwambie jirani yako, kuna meno yanataka mkaa. Colgate wala Whitedent hawatoboi hapo. Hivyo ndivyo inavyotupasa kuyaangalia maisha yetu ya Ukristo siku zote. Ni kweli maisha yangu yanaendana na Ukristo? Mimi kama Mkristo, hivi ninavyofanya, hivi ninavyosema, Ukristo ndivyo unavyonitaka? Neno la Mungu linasemaje kuhusu mimi ninavyosema, kuhusu mimi ninavyofanya? Maandiko yanasema vile ambavyo unataka watu wakutendee wewe ndio uwatendee wao. Umeona? Hivi mimi ninapotaka watu wanitendee, wewe ndivyo unavyowatendea. Kwa sababu kile unachofanya ndicho utakachofanyiwa. Ukipanda haba utavuna. Ukipanda ukarimu utavuna ukarimu. Lula hiyo, kioo hicho. Mara ngapi tumejipima kwenye neno la Mungu, kuyaangalia maisha yetu, kuangalia kusema kwetu, kuangalia kutenda kwetu, kuangalia kuwaza kwetu, na kujilinganisha na neno la Mungu. Uone kasoro? Kuna watu vitu vikiwagusa hawaheshimu hata neno la Mungu, kwa sababu vimewagusa. Hataki kusikia hata neno la Mungu. Uongo? Kwa sababu kimemgusa, kwa sababu kiko na yeye, hataki kusikiza neno la Mungu. Sio ajabu.
Siku ya kwanza haujawahi kuwa Mkristo. Umesikia maelezo yangu haya? Kwa sababu ukiwa Mkristo kweli, ukiambiwa tu neno la Mungu linakataza, uhitaji shahidi. Ndio maana wanawapigia kelele sana wasichana kanisani, usiolewe na bora tu mtu, olewa na mtu mwenye hofu ya Mungu. Ni bora awe maskini lakini ana hofu ya Mungu. Atakutendea vema, atakutunza vema, kwa sababu anamhofu Mungu, atakuhofu pia. Mali hazilei, mali hailei. Nataka mtu mwenye gari. Nataka mtu anaweza kuwa na hela lakini ana roho mbaya, hautafaidi kitu chochote. Sijui kama unanielewa. Atakuwa na hela, utatembea uchi. Hamjai kuona wanawake wanatembea mpaka unasema kaolewa kweli huyu? Uongo. Uongo. Alafu mume wake yuko tu vizuri, unaona ana uwezo, anaosaidia tu watu wengine wa nje, lakini nyumbani mama kapauka, kipande cha muhogo kina nafuu. Lazima nyinyi hapa kanisani mumhofu Mungu, mlitii neno, mlifuate neno. Kama we Mkristo utaliheshimu neno. Tukikusomea neno la Mungu linakataza hivi, wewe kama kweli umeokoka hautaendelea. Wako watu tukimsomea neno, hilo neno la Mungu, mimi hapa maana wewe neno likikugusa ni mnyenyekevu kiasi gani? Likikataza hayo unayoyapenda, wewe ni mnyenyekevu kiasi gani? Ukristo ndipo unapoanzia. Unakatazwa na neno la Mungu, ikiacha, usifanye, hivi sio sawa sawa. Wewe una unyenyekevu kiasi gani ukikatazwa na neno la Mungu? Ama hata ukikatazwa na mtumishi wa Mungu, wewe ni mnyenyekevu kiasi gani? Mimi hapa nikakwambia wewe acha hicho, una unyenyekevu kiasi gani? Unaheshimu sauti ya mtumishi wa Mungu wewe? Huwezi kuliheshimu neno la Mungu kama uheshimu sauti ya mtumishi wa Mungu. Huo ni unafiki. Wako ukiwakataza, mchungaji ni mwanadamu, yeye ni mwanadamu kama mimi. Mimi sio mwanadamu kama wewe. Mimi nina mafuta ambayo wewe huna. Mimi nina neema ambayo wewe huna. Mimi nina wito ambao wewe huna. Wewe huwezi kunizunguka mimi. Mungu ameniweka kwa ajili yako, amenipa vitu vya ziada kwa ajili yako. Mimi ni smart kuliko wewe, usinichezee. Ni neema nimepewa, kwa sababu Mungu anajua aina ya watu. Ukikatazwa, unasikiliza sauti ya mtumishi wa Mungu? Unasikiliza? Achane na mimi, achane na mimi. Kuna makanisa mengi, achane na mimi, nitahamia kanisa lingine.
hamia. Mbio za sakafuni huishia wapi? Mwangalizi wa section ya Ukonga na mchungaji kiongozi wa kanisa la TIG New Creation Center lililopo Machimbo, Dar es Salaam, Sir Gilbert anapenda kukualika katika ibada zilizojaa uwepo wa Mungu, matendo ya miujiza na fundisho lisilogoshiwa. Ibada zetu ni kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 8 mchana. Jumatano na Ijumaa ni saa 10 kamili mpaka saa 12 jioni. Ukifika kwenye ibada zetu hautajutia muda wako. Ili kufika kanisani, panda gari zinazoenda au zinazotoka Gongo la Mboto. Shuka kituo cha Banana na upande gari zinazoenda Machimbo. Ukishuka Machimbo, ulizia kanisa la mchungaji Gilbert au piga simu nambari 0657 344 500. Nyote mnakaribishwa.